Kwanza huyu Ayatollah ni zao la Mfaransa. Ufaransa ndio walimleta pale mwaka 1979 akiwa na ahadi, akiojiwa kabla hajakuja pale akasema ataweka demokrasia, atalazimisha katika dini. Lakini alivyoingia kapindu akachange utaratibu. Na Ayatollah niweza kusema kwamba walivyomtoa Leza wakamwingiza Ayatollah kwa ajili ya maslahi yao. Iko hivi, mzungu anachokiangalia si dini. Dini mzungu kashaiweka kando kitambo. Yeye kama dini anaitumia anaweza kaitumia kwa maslahi yake. Kukuingilia tu hapo. Sasa hoja ya watu hasa Tanzania. Unajua ukienda katika ulimwengu wa mjadala hasa ulimwengu wa magharibi na duniani kwa ujumla, kuna hoja tofauti na hizo hoja ambazo ziko Tanzania. Tanzania sababu wengi tulinyimwa elimu. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, kabisa na kwenye exclusive interview nyingine tena. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yupo Rizky bwana. Bahati nzuri sana leo nimemtembelea Mwalimu Masawe na amekuwa ni miongoni mwa walimu ambao wakizungumza mambo mazuri sana kuhusiana na siasa za kimataifa, na nimekuwa tukizungumza na wachambuzi tofauti, pia watumishi wa Mungu, lakini pia nikasema kuna haja pia kuzungumza naye pia aweze kutuambia na ni nini ambacho kinaendelea katika mgogoro huu wa Irani, Israel na Marekani. Kiongozi, kwanza heshima yako. Asante, habari yako? Nzuri. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Nimefurahi leo kukutana. Asante sana, karibu sana bwana. Asante. Umesema unaitwa nani? Bongo Plus na 96 Link, mimi naitwa Victor Madaha. Bongo Plus, okay, Victor Madaha, karibu sana. Asante. Ndio. Kwanza nitaka nifahamu kwanza, pengine hasa hii vita, kuna watu ambao wamekuja toka shuhudia hivi majuzi, ghafla vitu vimeitika. Pengine kwa nyinyi watu ambao mnafuatilia hivi vita kwa muda mrefu, hasa ulitegemea pengine hasa hii vita ingekuja katika kipindi hiki? Kwa sababu kulikuwa na mazungumzo mwanzo kwamba vita isipiganwe, lakini mwisho wa siku wakaingia kwenye vita. Walikuwa kwenye mazungumzo. Mimi nilitegemea. Na kama mtu anafuatilia posti zangu binafsi na page yangu inaitwa Jeff Masawe Facebook. Usiingie sana kwenye Instagram, kwenye TikTok, ile sasa nimeingia pia sababu tumeomba. Lakini napenda Facebook sababu ina uwanja mpana. Okay. Nimezungumzia ile jambo miaka mingi sana. Toka rasmi kabisa. Nilikuwa na mwaka 2017. Nimezungumzia ile jambo mwaka 2020, nimeandika posti nyingi kwamba Marekani na Israel watakuja kuivamia nini? Iran. Na watu ambao wanafuatilia posti zangu za nyuma walinipigia simu. Waliona sababu pia nimeandika na baadhi ya pamphlet kaza tutakuwa nazo. Kwa nilielewa lingana na mchakato ambao uko umepangwa. Maga anasema kwamba katika siasa hakuna hajari. Mambo yote ni plan, mipango tu imepangwa. Kwa hiyo taarifa ilikuwa ndio hiyo. Ndio. Ukiangalia tokea vita ianze, kuna mambo mengi ambayo yametokea. Jambo kubwa ambalo limewashtua watu wengi na sababu kubwa ambayo ilikuwa Marekani iliwapeleka katika vita ilikuwa ni regime change, kwa maana kubadilisha ule utawala. Na Israel naye pia alikuwa anazungumza kwamba ukiacha kwamba ile masuala ya kubadilisha utawala, lakini pia Iran ikiwa inadaiwa kwamba ina silaha kubwa za maangamizi ikiwemo utengenezaji wa nuclear. Walikuwa sahihi katika kile ambacho kuna kiwaza kwenye issue ya makombola. Nafikiri kila mtu kaona. Iran ilikuwa kwanza ile vita vya mwaka jana, vita vya siku 12 mwezi wa 7. Iran ilishangaza dunia. Ndio mara nyingi Israeli ilikuwa inashambulia Iran kijasusi sana. Na huo wale madaktari wa nuclear, huo baadhi ya viongozi wa Iran, lakini Iran ilikuwa imetulia. Kwa Israeli ilivyoshambulia ikaua jopo kubwa la viongozi mwaka jana, Iran ilirespondi kwa nguvu kubwa sana. Ambao watu wakagundua kumbe jamaa ana vitu. Naona maongezi ya mwaka huu Trump anasema katika mashati yake, Irani iachane na makombola, iharibu makombola yake, iachane na mambo ya nuclear. Lakini mwaka jana tayari Trump alisema ameharibu nini? Mifumo ya nuclear nini ya Iran. Kwa akaingiza kwenye hoja mara ya pili. Lakini ukiangalia siri kubwa walikuwa na mpango wa kumpiga. Sababu hata mwaka jana walizungumza wakampiga. Mwaka huu wamezungumza wakafanyaje? Wakampiga. Kwa mpango ulikuwa ni kumpiga. Na Irani mwenyewe alikuwa shatambua kitambo kwamba kuna siku moja nitafanyaje, nitakuja kuvamiwa. Maana alijipanga kwa siri kubwa, na Marekani walitambua. Maana Trump alikataa sana ule mkataba wa Obama, Barack Obama, na pamoja na Europe na Russia na China kwamba jamaa amekubali kuachana mpango wa nuclear, kwa tumwachie uwe huru afanye biashara. Trump alipokuja akasema huo mpango ambao mmeuweka unampa Irani nguvu, pesa za kurutubisha madini ya nini? Ya nuclear pamoja na kutengeneza makombola. Kwa Trump alijua.
Sasa mwisho akavunja ule mkataba, akaanzisha vikwazo vipya na mwaka utaka vikwazo vipya. Wewe ukazungumza na Taylor ukamtesti mwaka jana, wakaona jamaa iko nayo anavyo hivyo vitu. Sasa ndio maana mwaka huu kwenye masharti yake kwamba yale matatu manne kwamba asirutubishe madini ya nini ya nyuklia kuelekea kuwa bomu. Lakini Iran akasema kwamba hoja ya nyuklia kwangu ni matumizi ya amani kwa ajili ya umeme. Nasema kwamba hatukuamini. Mbona kwa jana mwaka jana kwa ameangamiza. Lakini dunia ikashangaa. Trump huyo akasema ameangamiza mwaka jana. Mwaka huu tena anasema ako nayo. Mwisho tena wakamdemand issue ya makombora. Unaona? Wakamdemand kwamba na proxy ambao wanapambana na Israel. Na maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Sasa na kitu ambacho kilimbana Iran ni hoja yake yale viongozi wakubwa wa Iran waliposema kwamba Israeli haipaswi kuishi. Inapaswa kufutwa katika uso wa nini? Wa dunia. Sasa Netanyahu akaenda pale Umoja wa Mataifa anaonyesha hizo taarifa kwamba huyu jamaa anataka kufanyaje? Kuniangamiza. Na anatengeneza mabomu ya nyuklia je niangamize. Kwa Umoja wa Mataifa ukakosa hoja. Ndio maana uko unaibana nini? Iran. Hata mwaka huu umeibana Iran. Iran kushambulia majirani zake, umeibana huo mpango kutoka kufuta nini? Israel. Sasa lakini pia si vizuri kuivamia nchi huru. Lakini wenyewe wamejenga hoja tunaivamia kwa sababu Iran ni nchi hatari. Ina makombora. Inajilinda kwamba nataka kuja kuiangamiza Israel na maslahi ya Marekani. Na juzi Iran imerusha bomu kombora toka Iran mpaka kisiwa cha Gasia ambacho ni kilomita 4000 cha Marekani. So kusema unaona sasa tuliwaambia akiwa na bomu ya nyuklia inakuaje na ameshashambulia majirani zake na majirani wote wameshamkataa. Sasa point inayokuja hizo ndio hoja ambazo zimejengwa. Lakini point ambayo walikuwa wanalala nayo walikuwa wanatengeneza regime change. Ni kweli ndani ya Iran kuna mambo ya tofauti. Na kila nchi ina mambo ya nini? Ya tofauti zake. Sasa nchi nyingine inakuja kuingia mambo ya ndani, hiyo haifai kwa mujibu wa sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa jamaa wakasema ni kweli kabisa Umoja wa Mataifa wasema utakiwa kuonea wananchi, kuwatesa au kuwaua. Wape nafasi ya kuzungumza. Iran ilifanya kwa imewanyamazisha kama taifa la Iran. Lakini pia hilo jambo aliruhusu mtu mwingine wa nje kuingilia mambo ya nini? Ya ndani. Hiyo ni sheria ya Umoja wa Mataifa. Kuna inatakiwa Umoja wa Mataifa wenyewe ushirikiane na nchi zote kuibana Iran, kuiadhibu kulingana na ile eneo, na sisi kuipiga kijeshi. Lakini Marekani akajenga hoja ukamsukua na msukuma sana hasa wa Israeli lobby Wayahudi ya Jewish lobby ambao wana nguvu na nini na watu wa Iran wenyewe baadhi nataka Marekani ifanyeje? Ipige Iran. Lakini ile si hoja mtambuka ambayo inaweza kufanya vita. Trump akadelay. Watu wakasema Trump anaogopa nini? Iran. Sasa lazima ukipigana vita lazima uwe na sababu. Justification ya kuivamia ile nchi. Ndio wakasema njoo tuzungumze. Wao wakazungumza, wakaweka masharti manne, Iran ikaikataa yote. Kwa wakasema wakataa yote, wakasema nchi ya nyuklia tuzungumze. Na sisi kwa mjibu wa nchi yetu Ayatollah Khamenei ameshika fatwa kwamba Iran haipaswi kuwa na bomu la nini? La nyuklia kwa sababu ya maangamizo ya wanadamu. Wakajenga hiyo hoja. Kwa sababu nyuklia ni hoja ya mambo ya nini? Ya amani kama nchi zingine. Sema hilo swala tulizungumzie. Lakini kwa issue ya makombora. Sawa? Na kwa issue ya kubadilisha utaratibu wa utawala ndani yetu. Hiyo kitu hatuwezi kuruhusu. Ndio sababu hapo katika mazungumzo na Oman ni mpatanishi na nini? Trump akabinuka pembeni. Israeli ikaenda akamapproach Israeli aanzishe nini? Vita. Sababu yeye mwenyewe kuanzisha nini? Vita, kwa sababu yeye ni mkubwa na ana sababu. Kwa Israeli ikapiga ikaua wale viongozi kama Ayatollah, ikaua na wale top leader wa Iran siku hiyo moja tarehe 28 Februari. Iran ikarespond, Marekani akaingia wapi? Vitani. Sasa ukiangalia vita hata jumuiya za kimataifa zinaiona kama ni vita ambayo isiyoeleweka. Lakini point kubwa, kuna msukumo ambao unataka vita miaka mingi. Lengo ni kuizimisha Iran kiuchumi. Naona huo ndo mpango mzima. Mpango mzima. Na ni wa kitambo ambao umepangwa kwa muda mrefu. Lakini kabla hujaendelea katika hilo, ukiangalia kabla ya sababu nyingine ambayo pia ilikuwa inatajwa ilikuwa ni maandamano ya wananchi kunyima ule uhuru wao kuandamana. Nataka nifahamu pengine hasa Irani
ni taifa la Kiislamu, lakini bado still kumekuwa na huo mkanganyiko. Juzi mbona nimeshuhudia kuna mchezaji ambaye alipondea kile ambacho kinachoendelea, alikuwa against na serikali yake. Timu ya taifa ya wanawake pia walikuwa against pia na serikali kinachoendelea. Yes, ya sawa, lakini bado kuna hizo tofauti zilikuwepo. Na pia kuna mchezaji masumbwi, mwana masumbwi mmoja anaitwa kwa jina lake Saleh Mohamed pia. Dio. Alinyongwa majuzi, nadaiwa kwamba aliua askari katika yale maandamano ambayo alifanyika nyuma. Na ukiangalia hiyo conflict ndani ya Iran yenyewe, ni wananchi wameshindwa kuaccept ule utawala wa Kiislamu, ama ni nini ambacho wanachokitaka, ama ni mapandikizi wa Israel kama vile ambavyo imekuwa ikisemwa? Okay, mapandikizo wapo. Yani Mossad wako pale na CIA kitambo tu. Lakini ukisoma history ya Iran yenyewe, Wairani wana mgogoro na serikali yao kama wao. Unajua sisi tuko Tanzania Uenda kuna wananchi wakubaliane na utawala wa CCM. Au watu wakose kani. Na kuna wengine wanakubaliana na utawala uliopo. Sasa wakati mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 ya Ruhollah Ayatollah Khamenei, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Je, Khomeini na Khomeini wanachanganya watu si ndugu, huyu ni Khomeini, huyu ni Khomeini. Wale kufa yule tawala kama miaka kuanzia 79 mpaka 89, miaka kama 10. Aliwaahidi wa Irani atakapochukua nchi baada ya kumuondoa Shah, ataruhusu masuala ya hataingilia masuala ya mtu binafsi. Kwa dini itakuwa by choice. Alafu serikali ataruhusu pia vyama vya upinzani vya kisiasa vifanye kazi yake. Alivyoingia mle ndani akavunja utaratibu wa vyama vya kisiasa. Akabakisha chama kimoja cha Kiislamu tu cha mapinduzi, serikali ya mapinduzi. Alafu akapiga marufuku mambo ya uhuru, kwamba unaweza ukajiamulia kuwa na imani yako mwenyewe. Kwa hiyo ikawa ni taifa la Kiislamu. Unabidi ubehevu nini Kiislamu. Ndio mchakato ukaanzia hapo. Hapo ndio ugomvi ukafanyaje ukaanzia. Nenda kaangalia zile video za Iran za mwaka 1979 mpaka 81 pale 82. Tunaona wananchi kwa wanaandamana kumpinga Ayatollah. Na wameuawa sana. Ilikuwa ni balaa kubwa. Kwa hiyo wakazimishwa. Sasa ile damu ya kisasi iko, na kuna wengine wakakimbilia Marekani, wengine wakakimbilia Ulaya na kadhalika kwa sababu ya kujificha. Sasa wale ambao walikimbilia Ulaya na Marekani na wengineo ndio walitengenezwa baadaye kuja kupindua serikali yao. Sasa na kama hao utawala wa Kiislamu wa Iran walikuwa wameshatambua, sababu tayari wameshabadilisha utaratibu. Sababu utawala pia wa Ayatollah, labda nikupe siri kimoja, ulikuwepo pale kupitia mkono wa Mfaransa na CIA na MI6. MI6 ni shirika la ujasusi la Uingereza. Sababu hao ndio sababu Shah alipochange utaratibu wa biashara ya mafuta pale Iran mwaka 77. Kuanzia mwaka 63 pale mpaka 77 walikosana na wazungu. Kwa Ayatollah wakamleta pale kama jibu la kumuondoa Shah. Alafu wao waendelee kumiliki rasilimali za nini, za mafuta. Sasa huyo roho mweka naye akawa mbaya kuliko yule mtoa, akawageuka. Sasa huyu mtoto wake sasa huyu nataka wamlete ili sasa waone kwamba anaweza akawa angalau sababu babake pia kwa anaongeleka. Sasa hao wataki mazungumzo ya rasilimali za Iran. Na hao CIA na MI6 ndio walimuondoa baba yake huyu Shah. Wanataka wamlete babu yake sasa na baba yake ambao alimpindua. Mwaka aliingia madarakani mwaka 1921. Wakamtoa mwaka 41. Sababu aliungana, walimtoa sababu moja tu, Warusi pamoja na Uingereza walimtoa sababu ameungana na Ujerumani kufanya harakati za Nazi baada ya vita vya kwanza vya dunia. Hao Warusi hao ndio una Mrusi unaweza ukachukua kama yuko upande wako, lakini ikija kwenye issue ya maslahi anakaa upande wa nini, wa maslahi. Alafu Mrusi ni mzungu. Unataka kujua kitu? Angalia vita vya Japani na Urusi. Ilikuwa ni vya miaka ya 1900 na kitu pale. Na kitu pale kama si 18 22 kama hapo, kama sitakuwa nimekosea. Mrusi alipigana na Mjapani. Japani akawa mjanja, akafanya mkataba wa kijeshi na Ufaransa na Muingereza. Ndio wana macho madogo. Yaani mzungu ashinda na macho madogo.
Sasa hiyo nikaona picha kwamba kumbe hao jamaa wana ule uzungu. Sasa sawa wataki uzungu wao ufanyeje? Ushindwe. Kwa Mrusi nani? Ni mzungu. Kumbuka kipindi hicho mfalme wa Russia na mfalme wa Ujerumani walikuwa na nasaba. Sawa na viongozi wa Ulaya wengi wana nasaba. Sasa kwa hiyo kuna picha ambayo tunaiona kwa nje, hata kama Mrusi anapokuwa anasema yuko upande wa Irani lakini pia kuna uzungu ndani yake. Ndio kile tunataja kwamba Netanyahu Putin ana urafiki sana na Netanyahu kwa maana Benjamin ni marafiki. Sasa kuna maslahi kadha wakaanza wakatofautiana, lakini pia hata juzi amesema kwamba anatakisha Irani isianguke. Sasa hiyo ni kuweka mazingira fulani ya kusumbua na Marekani ili Marekani pia achane na issue ya Ukraine. Wakubaliana. Sasa juzi walikubaliana wakaa mezani wakasema kwamba wewe usidhamini Ukraine na mimi sitadhamini nani? Iran. Mambo yakae sawa. Kama nitaacha affair ya Iran ianguke, naacha affair ya Ukraine fanyaje? Ianguke. Simbona ni mambo ya maslahi. Hao ni mambo ya maslahi yako ambao yanaongelewa nje ya pazia ambayo hatujui. Kila mtu anatupa kete yake. Ni kama mtu kama Mo ama Azam. Si ni matajiri wanaweza kuwa wanabishana, wanachuana kibiashara. Ila kuna mambo fulani anambia blaze, hapa usipite. Hapa nipo. Kinywaji bana kiache. Kuna lugha zao za kitajiri. Unajua matajiri wanaungana. Yeye anasema kwamba sisi wanyonge tunapishana, ila wenye nguvu wanafanyaje? Wanaungana. Na siku zote muungano wenye nguvu waga ni strong sana. Na waga wanaungana kwa sababu kuna maslahi. Ila watu wanyonge ni wanafitina. Kinyonyo kidogo anakupiga chini, kuroga, kufanyia fitina na kadhalika. Sasa kwa hiyo Mrusi ana mikataba mingi na Marekani ya kijeshi na wamewekeana mipaka, usivuke hapa na kadhalika. Kwao na vitu vyao. Kwao unaweza kusema huyu mnyonge niachie mimi. Unaona? Huyu mnyonge mchukue. Hiyo ipo, hiyo lugha ipo. Na pia wanafanya biashara ya silaha. Maana muuzaji mkubwa wa silaha duniani ni Marekani. Anayefuata ni Mrusi. Kwa hiyo anamuuzia silaha Iran. Anaingiza mpunga. Na Marekani sasa ameuza, nisiseme sije nikatoa figa ya uongo, lakini ameuza kwa billion of shillings, ameuzia Waarabu silaha, juzi wamesaini mkataba. Kwa hiyo mchakato wa vita ni maslahi pia kwa makampuni ya Marekani. Kuna mchambuzi pia ina beti kitu kwamba it is business as usual. Ndio. Kwa mfano jua Marekani na makampuni ya silaha kama Lockheed Martin ambao sasa hivi yameuza silaha nyingi sana katika kipindi hiki. Alafu kingine kuna makampuni yamechukua kusupply provision ya jeshi, kuwarisha wanajeshi. Kwa hiyo vita ni maslahi. Vita ni biashara. Na Trump akasema juzi Marekani imetengeneza pesa nyingi sana kupitia vita hii. Lakini katika hayo umeelezea hapo, watu wamekuwa kilalamikia sana kuhusu kila ambacho kinaendelea. Ukiangalia kuna pande mbili ambazo zinaona utawala wa Irani uko sahihi na kuna wale ambao wanaona pengine hauko sahihi. Huu mgawanyiko, kwa nini Irani ameshindwa kuvunja ndani ya taifa lao? Ni ngumu kwa sababu ishatokea, unajua mkishapishana kwa maslahi ya kisiasa. Sababu nchi ya Irani ndugu wa Irani hawakulelewa sana katika mazingira ya siasa kali. Kihistoria. Kuna mfalme mmoja anaitwa Koresh. Wazungu wanamuita Cyrus the Great. Alitawala kuanzia ule mwaka wa 550 kabla ya Kristo. Waliweka sheria ya uhuru wa watu. Unataka kumwabudu Mungu unayemtaka, abudu. Serikali itakuingilia. Hata hapa kuabudu tandazi, wewe utaabudu tu. Serikali itakuingilia, lakini usionee watu wengine kiimani, usionee watu wengine kisiasa. Na pia hata wanyama, katika haki za wanyama, usimuue mnyama kama hauna hitaji la kumla. Unaona kwenye Umoja wa Mataifa tunaona wameweka Cyrus kwamba ni baba wa demokrasia. Koresh. Sasa wa Irani miaka yote wamelelewa hivyo. Mfalme wa Persia baada ukaja wa Sasanidi wamelelewa hivyo katika hatua ya uhuru. Baada utawala wa Kiislamu ulivyoingia Irani ukaweka sheria za nini? Za Kiislamu. Sasa kuna wengine wasiopenda. Na utawala wa Kiislamu ulianza kuweka na Ayatollah. Ulikuwa utawala mtu wa Safavid. Umekuja karne ya 16 miaka 1500. Kwa hiyo baada ule utawala kuondoka, akaja huyu ukampindua utawala wa pale wa Safavid. Huyu anaitwa Reza, akaanza utawala wa Pahlavi. Na saba ya Pahlavi. Mwaka 1921 mpaka 25. Kwa akaondoa mfumo wa kidini. Dini ya kuondoa dini, kutoa dini. Katika uongozi. Katika uongozi.
Kwa hiyo wananchi wako wamelelewa hivyo. Baada kaja mtoto wake akawalea wa Iran hivyo. Tafuta zile picha tu za miaka hiyo. Tunaona wako na vavi mini, kuna disco, wanacheza soka. Yaani walikuwa tu wanaishi kisekula kama China na nchi zingine. Sasa baada ya kuja utawala wa Khomeini mwaka 1979 ndio akaanza hizo sheria za kidini. Sasa wale wananchi wamelelewa, kile kizazi kipo hakitaki asili yao. Sasa na wao ambao wanataka wako. Yes, katika nchi kuna watu wanaotaka na wasiotaka. Kweli. Na hiyo ukiangalia Iran sasa hivi wanaotaka ambao wasiotaka utawala wa Kiislamu wako wengi. Si kwamba wataki Uislamu. Hiyo iko vizuri. Hata pindi cha Shah, Uislamu ulifanyaje? Ulikuwepo. Hawataki uongozi wa Kiislamu. Sheria za Kiislamu ndio ziongoze taifa. Hawataki. Yaani wewe kama Uislamu wako ushike wewe kama wewe. Sasa pale ndo linapokuja swali sasa ambalo watu wengi wanaamini hivyo kwamba ukiwasikiliza Watanzania wengi ni kama wamegawanyika. Yani kuna wale ambao wanaona kwamba Marekani na Israel wameivamia Irani kwa sababu ya masuala ya Kiislamu, kwa sababu ni taifa la Kiislamu. Kuna ukweli katika hili? Hakuna ukweli kabisa. Ukoje ukweli? Ukweli iko hivi kama nilivyosema. Ya kwanza, huyu Ayatollah ni zao la Mfaransa. Ufaransa ndio walimleta pale mwaka 1979 akiwa na ahadi, akiojiwa kabla hajakuja pale akasema ataweka demokrasia, atalazimisha katika dini. Lakini alivyoingia kapindu akachange utaratibu. Na Ayatollah ninaweza kusema kwamba walivyomtoa leza wakamwingiza Ayatollah kwa ajili ya maslahi yao. Iko hivi, mzungu anachokiangalia si dini. Dini mzungu kashaiweka kando kitambo. Yeye kama dini anaitumia anaweza kaitumia kwa maslahi yake. Kukuingilia tu hapo. Sasa hoja ya watu hasa Tanzania. Unajua ukienda katika ulimwengu wa mjadala hasa ulimwengu wa magharibi na duniani kwa ujumla, kuna hoja tofauti na hizo hoja ambazo ziko Tanzania. Tanzania sababu wengi tulinyimwa elimu. Na tufuatilii mambo. Na wachambuzi wengi ambao wanaaminika wenye heshima wamegeuka wamekuwa kama ni chawa wa Iran, wachawa wa Israeli, Marekani. Sasa tunaongea au kudiscuss mambo ya kimataifa kichawa. Kiushabiki sisi tumpendeze nani? Sasa sababu Tanzania wengi wanafuata upepo, tumezama huko. Na Mtanzania kitu ambacho hana uwezo wa compete mambo haya katika ulimwengu jukwaa la kimataifa. Sisi hatuko. Ambao waweza ku compete ni wa Nigeria, wa Kenya na nchi zingine. Tumefungwa. Tuna kitu ambacho inatakiwa tukibomolewa ndani yetu tuweze kufikiria upya. Vita ambavyo vinapiganwa pale Mashariki ya Kati ni issue ya uchumi kabisa, ndio, na siasa. Kivivyo? Kwa sababu kama ni Uislamu, Saudi Arabia ni Muislamu. Sawa? Mkatari ni Muislamu. Pamoja Bahrain ni Muislamu. Hawa wako upande wa nani? Marekani. Wana kiuchumi na kisiasa. Ngana Saudi Arabia pale rafiki yangu. Tena naweza kusema Saudi Arabia wana Uislamu mkali kuliko Iran. Kiaje? Saudi Arabia hakuna mwanamke anaweza kuvaa suruali. Ingawa huyu prince sasa hivi anaanza kulegeza. Taumizwa. Uwezi kuacha nywele wapi? Nje. Saudi Arabia. Ndio maana yule prince pia anajifunika kichwani. Hiyo ni wanaume wanafanya tu hivyo kitu. Lakini mwanaume anaanza kata nywele wazi asifanye chochote. Pia hauruhusiwi kujenga kanisa Saudi Arabia. Wala msikiti, wala sinagogi, wala kuhubiri. Irani kuna makanisa. Irani kuna masinagogi na kuna Wayahudi. Ila tofauti ni moja tu. Uruhusiwi wewe Myahudi kuconnect na serikali ya Netanyahu. Uruhusiwi Mkristo kuconnect na Marekani. Kama wewe Ukristo wako ubaki wa Irani hapo. Uyahudi wako ubaki wa Irani hapo. Sawa? Na Irani wana sheria pia, Irani pia wana ndoa za muta. Zikoje hizo? Muta nikasema kwamba ni uzinzi wenye kibali. Yaani kwamba unaweza ukamwoa mwanamke kwa siku 2, 3, 10 kwa makubaliano ukamlipa. Bado ndoa ikaisha. Ndoa za muta. Muhammad alianzisha hiyo ndoa wakati wa vita baada akaja kaizuia. Lakini Waislamu wanasema hiyo, Washia wanasema ni iko valid, inaendelea kama kawaida. Sasa kuna maana ukienda Iran ukasema kuna mtoto mzuri, ukasema acha mimi wiki moja inatosha tumalizane. Mbona point hiyo? Inakuwepo. Ila Saudi Arabia hairuhusiwi. Sasa Saudi Arabia wana sheria kali pia kuliko Iran. Kwa katika lipi?
kama nilivyosema. Okay, sawa. Tuko pamoja? Yeah, tuko sawa. Sasa kuna vitu ambavyo Iran inaweza kuwa inasingiziwa kwa upande mwingine. Ni kweli utawala wa Kiislamu wananchi wenyewe upendi na mataifa magharibi wataka tumie njia hiyo kwa bana. Hata ingawa Europe imekataa kuingilia ile vitu kwa sababu inasema kwamba haturuhusiwi kuvamia nchi nyingine kwa sababu ya mambo ya nini? Ya ndani. Na sisi pia tuna migogoro yetu, je, tuvamiwe? Ndio wakaja na issue ya nuclear na issue ya makombola. Sasa ndio hiyo hoja ambayo inawekwa hapo. Sasa tuachana hilo sasa. Tuweke sawa sawa hoja ya dini. Iran si ni Mshia? Yes. Na Mshia na Msuni hawapatani. Mshia ni kafiri kwa Msuni kabisa. Ndio. Na Msuni ni kafiri kwa Mshia. Sababu wale wa makhalifa watatu wa Kisuni ambao ni Abubakari, Umari pamoja na Usman au kwa Washia watambuliki, wamelaaniwa. Alafu mke wa Muhammad Bi Aisha ambaye alimuoa na miaka 9 hivi, Washia wanamuita kahaba sababu huyu baada ya kuuawa Usman khalifa watatu, Bi Aisha alishirikiana na Muawiya ukoo wa Usman kwenda kupambana Ali kule Iraq. Sawa, kwa hiyo Washia wanaona uchungu sana sababu kiongozi wa Washia ni Ali, sahaba wa 4, ni khalifa wa 4 wa Kiislamu. Ndio kiongozi wao mkuu. Ndio maana Ali wengi sana. Ndio maana katika Shia ukuti Umari. Ukuti. Unajua ukute Usmani, Abubakari, Umari ndani ya Washia. Hapa wa leo. Wale wamelaaniwa kwa upande wa Shia. Kwa hiyo Aisha anamita kahaba, lakini katika imani ya Kisuni Aisha ni mama wa waumini. Na Washia wanatafasiri andiko la Qur'ani 2:223 kwamba unaweza kusema andiko nasema ingilieni wakonde zenu mpendavyo. Sasa Washia wenyewe wanasema kwamba hilo andiko linaruhusiwa kumuingilia mkeo kwa nini na maumbile. Ningekusomea hata vitu hapa kama utaniruhusu wakati mwingine. Mayatola wakisema si mimi, Ayatola wakisema. Sasa hao wana ugomvi wao wa kidini. Hata hapa Tanzania kuna Sheikh Jalala Ahmed Jalala akichuana na viongozi wa mashehe wa Kisuni. Mambo washaongelea. Aliwajibu kwamba mnasema Washia tunaruhusu hiyo sawa, lakini pia vitabu vyenu pia kuna maulama walishafanyaje kuruhusu. Ilikuwa ni ugomvi, lakini Wasuni hicho kitu wanakikataa. Mimi hapo nawatetea. Hata kama kuna vitu vingine bado sijui, lakini kuna wako waziwazi wakipinga hicho kitu, lakini Washia hicho kitu kipo. Sasa tuje hapo. Irani ni Mshia. Na amemshambulia Bahrain. Bahrain pia kuna Washia 65%. Amemshambulia Azerbaijan. Azerbaijan ana Ushia kwa 65%. Na Azerbaijan ndo ni nchi ya Kiislamu ambayo ina urafiki mkubwa na Israeli. Bahrain ni rafiki wa Marekani. Lakini kamshambulia Mshia mwenzake katika hapa juzi. Sasa kama ni dini, kwa nini amshambulia Mshia mwenzake wasiungane? Kwa ina maana hapa vita inayokuwepo si ya kidini. Kwa sababu kama ingekuwa ni Uislamu basi Waislamu wote wangeungana pamoja. Lakini Uislamu huu si kitu kizima. Unaona? Na Azerbaijan pia ni rafiki wa Marekani. Kwa hoja ya historia ya Irani na Marekani na Israeli ni hoja ya maslahi na siasa. Si ya kidini. Siasa ya Irani ni ku wipe out taifa la Israeli, kuliondoa duniani. Kwa maana support wa Palestina na Hezbollah ambao wana doctrine na Hamas kuiondoa nini Israeli. Sasa hiyo kwa mujibu mmoja wa mataifa hairuhusiwi. Sababu ni taifa halali. Labda tu atetee vinginevyo, lakini kuliangamiza ile taifa ndio maana anazidiwa katika hoja za jukwaa la kimataifa kwamba wewe unataka kuangamiza wenzako. Lakini mwalimu, kwa kurudisha nyuma kidogo katika engo hiyo ya dini, kuna watu ambao japokuwa kuna watu wapendi kuzungumza mijadala kama hii, lakini wakati mwingine huwa tunaamua kuiweka ili kuweza kutoa elimu zaidi. Kuna wale ambao wanaamini kwamba dini zipo kwa sababu ya kwa mkakati fulani ama kwa lengo fulani, na ndio maana zimekuwa zikitumika. Na hata ukiangalia kwa mfano katika kipindi hiki, badala ya watu tuzungumzie vita na madhara gani, mafuta na uchumi na vitu kama hivyo, tumebezi wengi wanakuambia bana, Irani ni taifa ambalo linaupigania Uislamu, lakini Israel pia ni taifa teule. Ndio mijadala iliyopo katika imani ya dini. Watu tuamini katika lipi hasa wengine wanavuja vita kama hivyo? Asante, nafikiri hapo ushanielewa kuhusu mambo ya siasa. Labda tu kidogo tu nikuambie kitu kimoja, afu tuingie katika hoja yako.
mwaka 1951 bunge la Iran lilimchagua waziri mkuu anaitwa Mohammad Mossadegh Pincha Reza. Wakasema kwamba rais mfarume awe tu kama tu pambo fungua bunge kama vile mfarume wa Uingereza, lakini mwenye nguvu ni waziri mkuu au Israeli. Waziri mkuu ndo ana nguvu, rais ni kama tu mfungua mabunge tu. Afu waziri mkuu akampa madaraka. Mwaka 1951 Mohammad Mossadegh akataifisha mafuta ya Iran ambayo ilikuwa yako chini ya utaratibu wa Muingereza na Marekani. Wakati Muingereza alikuwa chini ya Muingereza, Muingereza akamshawishi Marekani kupitia shirika la CIA na MI6 wakampindua Mohammad Mossadegh. Mwaka 1953 wakamrudisha Shah aliyekimbia nchi. Shah akatawala pale. Tuko pamoja paka hapo? Sasa hapo ni kuna dini. Si ni maslahi mafuta? Na Shah alivyoleta mwaka 63 wakaanza tena tofauti. Kwa nchi ya rasilimali za Irani kaanza kuziangalia kitaifa na kuondoa mambo ya vyama vya demokrasia, wakaanza kumwangalia kwa jicho tofauti. Kwa hiyo wakaona option wamlete adui wa Shah ambao ni Ayatollah. Sasa kama ilikuwa ni Uislamu wangeleta Ayatollah. Tuko pamoja? Unachokiangalia wewe, waangalie dini yako ni ipi, inafanya nini. Unachokiangalia unasimamia maslahi yao ipasavyo. Kama usimamii maslahi ipasavyo, uwe mpagani, uwe mtu wa dini, utakuondoa. Maana Saddam alivyokiuka tu, alivyotaifisha mafuta kwa maslahi ya Iraq, mara kwanza ilikuwa rafiki yao, walimuondoa. Gaddafi alivyotangaza kwamba mafuta yauzwe kwa dhahabu, kosa likaanzia pale kwamba Afrika tuungane, rasilimali zetu tuzitoe kwa nini? Kwa dhahabu. Mambo yakageuka pale pale, Obama akamuondoa. Na nchi za Kiarabu, Saudi Arabia alitoa wanajeshi 4,000, Qatar alitoa wanajeshi 3,000, na nchi hizo za Kiarabu na ndege wakaungana na Europe. Marekani akatoa intelligence na Katukaria pale, wakamtoa nani? Saddam. No, Gaddafi. Leo nailaumu Marekani sana, lakini Europe na nchi za Kiarabu ziliungana kumtoa nani? Gaddafi. Kwa maana Libya. Libya. Hata kwenye mkutano wa Arab Leagues, Gaddafi alimchallenge mfalme wa Saudi Arabia. Akamwambia, wewe uko hapa lakini unasimamia maslahi ya Marekani. Uliundwa na Muingereza, unalindwa na Marekani. Wewe unaona kila unashiriki wa viongozi wa Kiarabu wanauawa. Wewe hapo. Ule mfalme alimtukana Gaddafi na akamwambia hivi, siku yako inafanyaje? Inakuja. Mfalme wa Saudi Arabia. Kwa hiyo waliomuua Gaddafi ni Waarabu wenzake. Rafiki zangu, wewe una ndugu zako wako hapa. Ukija ukachukuliwa na ndugu zako wamenyamaza, nao wamekutoa. Ndugu zangu si wapigane basi, wamenisnitch. Wamekusnitch. Wewe Gaddafi ndugu zake walimharibu. Sawa ingawa nguvu ilitoka nje. Sasa point inayokuja, Waarabu wamesaini kitu kinaitwa petrodollar. Mafuta yatauzwa kwa nini? Kwa dola. Nishati yote ya mafuta. Kwa hiyo ndio maana wana invest na Marekani. Juzi mwaka jana mfalme wa Saudi Arabia ile Prince aliinvested dola trilioni 1 Marekani. Na Qatar pia wakawekeza dola trilioni 1. Bajeti ya Afrika nzima nchi zote kuunganishwa ni dola trilioni 1.5. Yeye akawekeza dola trilioni 1. Qatar dola trilioni 1. Maana Marekani inakuwa na nguvu. Sasa Irani walivyo utawala huu ulijitengenezea mazingira independent kwamba rasilimali ya mafuta itaamuliwa na watu wa Iran. Nguvu ya kijeshi ya Irani itaamuliwa na watu wa nini? Wa Iran. Lakini nguvu ya kijeshi ya Saudi Arabia na nchi za kina Qatar inaamuliwa na Marekani. Silaha gani wawe nayo, silaha gani wasio nayo. Lakini Iran imekataa kuamuliwa silaha ambao kuamuliwa mpangilio wa silaha ama uchumi wao wa ndani. Hilo ni kosa, si dini. Dini ni brainwash. Hii dunia rafiki yangu toka imeumbwa, toka mwanadamu ameanguka. Mimi naamini pia katika swala la kusoma maandiko. Adamu alivyoasi, dunia iliingia katika migogoro. Maana ukisoma Mwanzo sura ya 14,
utaona kuna vita vikubwa vilitokea, muungano wa mataifa. Iran ikiongoza ikiitwa Elam wakati huo, ikaongoza mataifa manne, muungano wa mataifa manne, na nchi zingine zikaungana mataifa matano, wakapigana vita. Na Ibrahim alishiriki ile vita. Kwa hiyo vita vilianza kitambo. Na hapo walikuwa wanapigania kwamba Iran ameasiwa na ile mataifa, hawapeleki kodi. Kwa hivyo hivyo katika historia ya dunia nzima, hata hapa kwetu Mkwawa alitawala Tabora, alitawala paka Morogoro. Kwa hiyo wale ufalme ambao wapeleki kodi unakuwa ni maadui. Ya Kaisari mpeni Kaisari, vya Mungu mpeni Mungu. Hata Wachaga tupiga sana vita. Sikamangisina kataka achukue kodi huku, Marangu kataka achukue huku, katana kupiga vita. Kwa hiyo ndio kawaida ya dunia. Kwa hakuna wakati brother, dunia itakuja kuwa na amani. Hata leo Marekani atoke pap duniani, mataifa mengine yatajaza nafasi yake. Sababu China pia naye aminiki na majirani zake. Kusoma historia ya China, China amevamia Mongolia, China amevamia Vietnam, China amevamia Taiwan, ni siku ya sehemu ya China. Amevamia Korea. Tuko pamoja. Kwa hiyo majirani zake wamepigana nao sana kimaslahi. Soma historia. Kwa hiyo hakuna taifa ambalo likiwa kubwa halitaacha kuchukua nchi kidogo. Hata Russia pia aminiki na majirani zake. Maana hata hiyo nchi ile jimbo linaitwa Pittsburgh ilikuwa ni jimbo la Norway. Alinyakua kutoka Norway. Kachukua maeneo ya Ossetia kutoka Georgia. Ananyakua ardhi. Watu wanaangalia Marekani kuchukua Venezuela. Marekani si grand grabber. Yeye anataka kumiliki kitaifa. Hachukui nchi yako. Ila anataka kumiliki uchumi wako. Lakini Russia anachukua paka nchi, paka ardhi. Kwa hiyo ni wale kwa maana ya Ukraine kinachoendelea. Kwa hiyo maana Russia akiwa taifa kubwa, mambo ni yale yale. China akiwa taifa kubwa, mambo ni yale yale. Sasa leo sababu tunakuwa na uchuki, tunataka bora awe China. Kwa nini sio bora, sio wewe? Kwa nini sio Tanzania? Mkubwa lazima achukiwe. Kwa nini sio Tanzania, unataka awe China? China anataka maslahi. Angalia tu makampuni ya China hapa. Kawaulize wafanyakazi wanaofanya chini ya kampuni za Kichina. Wakoje? Wanalia sana. Ndio unaelewa? Wewe si mwandishi uko unaelewa. Kuna kulia kule. Dhuluma iko. Juzi Mchina Nairobi ameshikwa na siafu 2000. Akipeleka wapi? China. Kwa hiyo kila taifa linaangalia maslahi yake. Kwa Iran ilivyokuwa inaangalia maslahi yake bila kuwashirikisha wakubwa, ndio kosa. Na moja ya kosa la Irani ni doctrine ya kidini ya kutaka kuiangamiza nini? Israel. Hapo ndio shida inakuwepo kubwa. Sababu wale watu huwezi kuangamiza. Na Wayahudi kifupi ni matajiri. Katika matajiri 20 duniani, Wayahudi wakosekani kama 7-8. Hii Google tunatumia ni yao. Meta ni yao. Sawa? Hii iPhone wana mkono wao. Na mtaji wa iPhone unazidi uchumi wa Urusi. Mtaji wa iPhone unazidi uchumi wa nini? Urusi. Uchumi wa Urusi ni dola sasa imepanda imefika kama dola trilioni 2. Lakini iPhone ni dola trilioni 3 mtaji wako nao. Sawa? Yao iPhone yao. Sasa Marekani wale watu wanajiita Jewish lobby ambao wana maamuzi ya kisiasa ni Wayahudi wale au wale ambao ni pro Israel. Na pia kuna kile cha wale kitu Chabad Jewish. Hao wana pesa, ni matajiri. Hao ndio wanaamua sana hatima ya mataifa mengi. Sasa ndio maana hizi pesa ambazo za huu msukumo wa kuvamia ile nchi ya Iran, pia kuna mambo mawili pale. Kuna siasa ya Marekani na kuna siasa ya Myahudi. Hata juzi kulikuwa na mmoja waziri wa mambo ya nje wa Qatar. Alikuwa anasema kwamba hii vita kidogo inachanganya. Sababu katika mindset ya Netanyahu anataka aunde, ana jambo lake la kuunda Greater Israel. Trump anataka mafuta. Umeelewa? Huyo ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani wa Qatar. Kwa maana wazo la Netanyahu chini ya Wayahudi wengine wanataka kuunda Greater Israel. Masa hivyo wameivamia Lebanon. Panua eneo lao. Lebanon wanaitaka, jana wamepiga daraja ambalo linatenganisha Lebanon, kusini mwa Lebanon na kaskazini mwa Lebanon. Kwa kusini mwa Lebanon washapachukua tayari. Washa mega ardhi ya Syria. Sawa Kwa wanataka wajua mega maeneo ya Misri huko, wa mega maeneo ya Saudi Arabia, watu wachukue ile maeneo waunde Greater Israel. Hilo ndio wazo la Netanyahu. Sasa huyu Irani hataki kusalimu amri. Yeye anawaunga maadui wa nani? Wa Israel. Kwamba ile nchi iwe nchi ya wa Palestina, si nchi ya Muisraeli. Sasa ndio ugomvi unaanza hapo na Netanyahu na nani? Na serikali ya Khomeini. Kwamba nao wanania kuniangamiza.
Ila Marekani anataka mafuta, anataka amiliki nishati, ndio maana anataka achukue kisiwa cha Kanji ambacho kinauza kinakusanya 80% ya mafuta ya Iran kwenda huko Asia na Europe. Anataka akichukue ili adhibiti nishati ya nani? Ya Iran. Sasa lakini nyuma ya Netanyahu na Trump kuna watu wanaitwa angel investors ambao hao ndio wana control uchumi wa dunia. Na Irani system ya kipesa haipatana na hao jamaa, inajiamulia wenyewe. Na hao jamaa wanataka waamue kila utaratibu wa nchi wa kiuchumi. Syria iligoma ikaondolewa, tuko pamoja mpaka hapo. Leo imekuwa ovyo ovyo na kopesheka. Maana hao jamaa lengo lao waipe nchi, wasifanye nchi kuwa na madeni. Maana Biblia inasema hivi, akopae ni mtumwa wa akopeshaye. Kwa nchi zikishakuwa na madeni, hata ukishakuwa na madeni unaweza kuwa na amani, unakuwa slave. Alafu jamaa wana shida hizo, wanaweza kukupa. Ukishindwa kulipa nakwambia sasa vipi tufanyeje? Tukae chini tuzungumze, niache lile eneo lako pale au nichukue bandari. Bandari kwa ni kitu kidogo. Hizo na cheki na China au Dubai. Wenyewe naangalia gesi, madini. Si ile ardhi pale tuachie. Tena uhuru napo tuchukue hiyo mali turudishe deni letu. Unaona? Sasa Iran yakopesheki hana deni. Sababu system ya uchumi wa Iran ni tofauti na hao jamaa. Unaona sasa hivi wanavunja uchumi wa nini? Wa Iran, wanagonga ili Iran iwe ipoteze nguvu ya kiuchumi. Na mpaka sasa hivi wameigonga, imepata hasara ya dola bilioni 150. Ni material of shillings kwa kweli hela ya Tanzania. Trump amesema kwamba ili Irani iweze kurejea mpaka ipite miaka 47. Sasa hivi wameshaipiga, sasa hivi wanataka kwamba tuzungumze. Tuzungumze nini? Tayari washafanya uchumi wako kuwa kireba. Umesha collapse. Kwa mwisho wanakuja wale jamaa wanakuambia mzee umechoka, tukupe shilingi ngapi? Kisha habari yako. Kama alitoka Vietnam kijeshi, lakini wakambana Vietnam kiuchumi. Leo Vietnam ni anachukua la World Bank, ni rafiki wa Marekani. Ni walipigana na Marekani miaka mingi. Kwa hiyo hii vita usiangalie kwa engo ya makombola. Iangalie kwa engo ya kisiasa na pia na kiuchumi. Dini ni kutu brainwash tu. Ukisoma hata hao wa Shia kuna kitu kinaitwa Ashashin, Fatimid, sawa? Hivyo vikundi vya Kishia. Ukisoma historia yake, moja ukijua ni hoji, ni kufunulie details za hao wakina Ashashin na Fatimid. Wewe unaangalia movie wenda. Ushasikia Assassin's Creed? Assassin's Creed kwamba ni kanuni ya nini? Ya wauaji. Namna kuingia. Sasa neno assassin lina maana ya uuaji. Hilo neno limekopwa toka kwa hao wa Shia. Ilikuwa inaitwa Hashashin. Hashashin maana yake ni hashish, madawa ya kulevya. Kwa sababu kile kikundi kilikuwa kinaua sana viongozi. Ndipo Waingereza wakachukua hilo neno wakalikopa wakaita assassin, kwamba likawa mauaji. Hicho kikundi kilikuwa ni balaa, kilivunjwa na Mongolia, Genghis Khan walikiangamiza kile kikundi. Kile kikundi kinatengeneza dini juu. Na kinakufanya wewe unaweza kujitoa mwanga. Wanakutengenezea pepo, unapewa ulevi, madawa ya kulevya. Unahamishwa unatoka kwenye jumba moja la starehe sana pasipo wewe kujua. Uje kuzinduka kugonga jumba, wanawake wazuri, macho kama vikombe, chakula kila kitu, una starehe vya kutosha. Alafu baadaye tena unapewa ile dawa. Kwanza wanakuambia uko peponi tayari. Ukishatoka pale unaenda jangwani. Ifanye kwa wapi tena? Sasa nakwambia ukipigana mpaka ukafa utaenda kulisi pepo. Sio mtu anakuwa na ile doctrine kali sana. Hao ndio wao wakina Ashashin yao. Kwa dini ilikuwa ni ya watu wa chini, lakini wale wajua walikuwa wajua hawana dini. Wanajua mkakati wao wanaofanya. Kwa hiyo hata pale Iran, angalia bunge la Iran. Kuna kitu kimekaa hivi. Ile pyramid. Kuna sehemu kuna pyramid. Unajua kuna connection na watu wa siri. Sasa sometimes wale wa juu unaweza kuwaona wako sawa, ila wa chini wasijue. Ingawa na wajuu wanaweza wakawepo wasijue, ila ndani yao kuna watu wanajua. Tuko pamoja mpaka hapo? Unakuta wewe ni bosi wako wajui, wewe unafanyaje? Unajua wewe unamshawishi bosi wako afanye maamuzi mabaya kwa maslahi ya kikundi cha siri. Kwa baba naye piga pale. Kumbe sasa yule anakuambia piga pale, yeye ameshatumwa na wale watu wa siri, mshawishi fulani avamie. Mshawishi fulani afanye hivi. Mshawishi fulani hawe hivi. Unakuta wanakumonitor kwa watu wa ndani, umeona wale jamaa waga wafi.
mdau wao wote kile yeye afi yupo. Kuna mambo mengi ambayo yanazungumzwa. Pengine sasa hawa